Habari za saizi ndugu mtazamaji wa Sanga Media TZ. Na hii ni channel yako pendwa inayoenda kwa jina Sanga Media TZ. Leo ni siku nyingine, wakati mwingine tupo kwenye kipindi cha Fair Play. Tutazungumzia michezo ya leo, michezo ya jana na mustakabali mzima wa national break jinsi inavyoenda. Tukianzia kule Ulaya mpaka hapa Bongo. Pia tutazungumzia sakata zima linaloendelea la Simba, Yanga na pamoja na TFF kuhusu mechi yao kuahirishwa mpaka leo haijapangiwa siku maalum wa mchezo kuchezwa. Pia tutaangazia kwa muhtasari mechi ya Singida na Yanga kwa niaba ya ufunguzi wa uwanja, mechi japo haikushindwa kumalizika. Pia tutaangalia kwa juu. Sasa leo utakuwa nami Patrick Kiluma kama mchambuzi wako wa zamu. Pia watakuwepo na ndugu zangu sambamba nao hapa Karim Mandonga, Sam la program. Ya, kiufupi Sam leo ndo naweza kwa mara ya kwanza umemuona kwenye channel yetu ya Sanga Media TV. Yeye ni mdau wa mchezo, pia ni shabiki kindaki. Bwana, shabiki ya timu gani? Watu wajue mapema. Hapo Ulaya nipo FC Barcelona. Hapa TFF nchi yangu pendo kabisa na kuzaliwa Young Africans. Kizazi jeuri. Bwana, yeye ni kizazi jeuri kama ajisemea alikamu. Bwana, sasa twende moja kwa moja tuzame mchezo wa taifa Tanzania saa 6 usiku leo. Siku itakuwa tayari shapenduka kesho. Kwa hiyo atacheza na Morocco, timu ya taifa Morocco. Mchezo wa kufuzu World Cup. Kundi letu kama ninavyosema, kundi letu liko tight na kuna timu imejiondoa. Kwa hiyo italazimika mmoja tu kufuzu na wa pili atacheza best loser ili kuamua hatima yake ya kwenda World Cup au twende. Tuanze hapo kabla ya kutazama mchezo. Nyinyi wachambuzi wangu, mnaona tuna nafasi au ni muda umefika kwenda kushiriki kombe la dunia? Kwa Tanzania kwenda kushiriki kombe la dunia kwa msimu huu nafasi yake ipo. Lakini pia inategemea na wachezaji watoka kwenye situation gani leo. Kwa sababu hali ya hewa inaonekana inawaasili sana. Morocco game imekuwa inapigwa muda mbaya ambao ni saa 6 ambao wachezaji wetu wanashindwa ku maintain hali ya hewa ya kule, kiasi kwamba unajua Morocco ipo Morocco jua ni Ulaya ile Afrika. Yaani ipo karibu na Ulaya. Imetenganishwa kidogo sana. Ni mto tu. Ndio maana kipindi mwaka 2023 kombe wakajiita wao ni watu wa Ulaya. Kwa wale yao inawapa shida sana wachezaji wetu. Na jana walikuwa wanawasiliana na baadhi wa bodi ya ligi TFF wanakuambia kinachowasi wachezaji wetu ni baridi kali sana. Sawa. Sasa mimi nilikuwa nataka kujua kwa ufupi, wanasema twende kwa ufupi. Wewe unavyoona sasa hivi ni wakati wa sisi kwenda kushiriki kombe la dunia au bado tusubiri? Of course ni wakati sahihi sana kwenda kushiriki kombe la dunia. Tuna uwezo. Uwezo upo. Asante sana. Bwana Karim, wewe unasemaje? Tuna wakati wa kufuzu au bado tusubirie? Kwenye kwenda kufuzu kombe la dunia kwa sisi timu yetu ya taifa Tanzania, na ukiangalia ile kundi letu na kikosi chetu na wachezaji wetu wanavyocheza sasa hivi, yani sisi bado hatuna timu ambayo ya kusema kwamba ya kukompiti kwenda kombe la dunia. Maana yake hata AFCON yenyewe pia huaga tusumbuaga kufuzu tu kwenda AFCON sema kombe la dunia. Kwa Mungu mpira na matokeo ya kikatili. Huenda na Tanzania leo mwakani 2026 akaenda Marekani naye. Sio tukatie alama kidogo, hata kama tutafungwa 17 tukatie tu alama kidogo na sisi bwana tumeshiriki. Hiyo nayo inakuaga kama AFCON 2018. Tunataka tukufuzu, tulishika nafasi yetu ya 3 na tukalizika. Ndio, ila mimi naona ni sahihi sana tukijipanga tutafute muda mzuri wa kwenda kuwakilisha na kushindana kuliko sasa. Ila pia kama atafanikiwa kufuzu kwenye kwenda kama kombe la dunia, Mungu akijalia, basi itakuwa pia ni alama ambapo wameweka wachezaji, uongozi na sisi pia kama taifa. Sasa twende tukatazame mchezo wenyewe kwa ujumla. Baada ya kuangalia taswira yetu ya juu, nini tunachokitaka kwenye mchezo. Tunaenda kucheza dhidi ya Morocco nyumbani kwao Morocco. Kama alivyosema bwana Sam, kuna changamoto za hali ya hewa, ile adaptation ya mazingira inakuwa sio rahisi moja kwa moja mtu kuadapt. Ila sasa twende on the pitch, mbinu, wachezaji, makocha, ndio tunaenda kuangalia ndani ya uwanja. Morocco ana kitu gani special au Tanzania ataenda kitu gani special? Kwa sababu sasa tunaenda kumwangalia Tanzania akiwa kama underdog kwenye mchezo wa leo. Kabisa.
anaenda kufanya nini mbele ya Morocco? Kitakacho mcheza nusu finali ya kombe la dunia, kukumbuka 2020 ngapi? 22. Cheza nusu finali kombe la dunia, anaenda Tanzania kucheza na Morocco mwenye wachezaji takribani 90% wote wanacheza soka la ushindani barani Ulaya. Unamwona Tanzania anaenda kushindana wapi na aende kufanya nini ili apate at least ile wataalamu kule Morocco? Of course mpira bwana kama alivyosema Karimu hapa, matokeo ya kikatili, una matokeo ya kikatili sana, lakini pia matokeo ya kikatili upo na pia na mpira pia una bahati. Mpira una bahati, lakini bahati yake ni ndogo sana. Unapokwenda kufanya kosi kama cha Morocco na wachezaji classic ambao wanacheza nje ya nchi yao, ni Ulaya, yani karibia asilimia kuanzia goalkeeping mpaka forward wao wote. Hapo nikuulize sana. Hivi unahisi katika ligi yetu Tanzania kuna wachezaji wanastahili kucheza Ulaya? Wapo wanastahili kucheza. Ina maana kwenda Ulaya inakuwa labda sio bahati tu, lakini uwezo wa kushindana na wachezaji wa Morocco wanao. Uwezo wa kushindana na Morocco wanao. Okay, tuendelee. Lakini pia inategemeana game ile wachezaji wa Tanzania wakapambana sana. Ndio. Wakacheza mpira mwingine classic mchezaji moja sasa. Ndio. Umeona? Kuanzia fullback yao, kuanzia goalkeeping yao mpaka forward wao. Kwa sababu ukizingatia AFCON tumekutana naye, michezo ya kirafiki tumekutana mara zote 3-2 na game ya mwisho moyo ametufunga goli 2 nyumbani hapa. Kama tumesimama leo tupo nyumbani kwao. Kwa mpira una bahati, lakini bahati kwa Taifa Stars leo hii sio, itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ana chochote cha kufanya kumzuia Morocco. Ataenda kwa upinzani upo kama timu watacheza. Yani, lakini mwisho wa siku game itamwenda Morocco kwa mchezaji moja. Taifa Stars anacheza mpira mzuri, lakini mwisho wa siku Morocco atachukua tu zaidi. Ataenda kushinda game. Okay, kwa sababu ni game muhimu sana kwake. Bora Morocco ningekutana naye akiwa tayari keshafuzu. Lakini Morocco bado kuna point zihitaji kusonga mbele. Kwa Tanzania tupo wakati ngumu sana. Hiyo game hata ingechezeka kwa Mkapa ingekuwa ni ngumu sana Taifa kupata matokeo mbele ya Morocco. Tupige dua. Au tungempa Simba hiyo mechi ya chini. So rahisi. Wala ngoja rudi na kwa mchambuzi wangu mkali. Bwana Karimu, leo Tanzania tunaenda kucheza na Morocco. Kiukweli ambao haupingiki, Morocco ana timu nzuri, benchi la ufundi nzuri, miundombinu yao, soka lao, wachezaji wao, klasi yao haipingiki. Dunia inafahamu hilo. Sisi tunaenda kama maandano. Tunahitaji point, tunahitaji kutia alama kombe la dunia. Leo tukafanye nini ili kumzuia Morocco? Mimi naona timu yetu ya Taifa Stars leo hii tukienda kucheza na Morocco ajira saa 6:30 pale. Kwa kule kwetu kwa saa 4 usiku. Inabidi tucheze mchezo kwa tunacheza kwa Algeria ya kufuzu AFCON 2023. Unajua tunacheza na Algeria, tuliwaheshimu cha kwanza. Tuko tunashambulia kwa kustukiza. Tukipoteza mpira tunakaba kwa pamoja kitimu. Yaani wanajua nini wanakitaka Tanzania. Na Mungu akawajalia wakapata sare, ikafanya mafuzu Uganda, akabaki nyumbani. Kwa hiyo Tanzania kama tukienda kucheza kama mpira tuliotumia kucheza na Algeria, maana Morocco na Algeria Waarabu mpira ni ule mmoja. Mpira ule mmoja. Kama tucheza kwa kuwaheshimu, tusishambulie kwa kufunguka, maana wale kwa counter attack hatuwawezi. Yaani kwa counter attack hatuwawezi. Maana hata katika ukuta wa Taifa Stars wanaoanza sawa, kuna vijana lakini wanaoanza wengi kidogo umri unawatupa mkono kama akina Kapombe, akina Mohamed Hussein. Kwa wakicheza mpira ule kusema kufunguka, tunacheza kama tunacheza na Guinea labda au tunacheza na Kenya, zitapigwa counter attack, tutapigwa ngozi hizo, itakuwa hatari sana. Tutapigwa ngozi ambayo hatuwezi kuzisahau. Asante sana ndugu wachambuzi wangu. Bwana, kiufupi ndugu mtazamaji wa Sanga Media TV, leo siku itakapopinduka, Tanzania taifa itawakilishwa na wachezaji 11 uwanjani wakicheza na taifa la Morocco. Kiukubwa dua, ila mpira ni wanaume 11 miguu miwili kwa miwili. Mbinu na bahati taamua mchezo wa leo. Kikubwa tuna imani Taifa Stars inaweza ikatuwakilisha vyema leo kule Morocco. Casablanca tunaweza tukapata hata chochote kitu. Kikubwa dua na imani tu. Tuombe kitu kizuri. Sasa unaweza pia ukawa una mbinu lakini usiwe na bahati. Ndio kabisa. Kwa Tanzania huenda tukashinda mbinu lakini tukawa na bahati. Ndio kabisa. Tukapata cha kufutia machozi. Sasa tuame kwenye mchezo wa Taifa Stars ambao unachezeka usiku wa leo. Twende moja kwa moja tukatazame mchezo wa
iliyochezeka leo ya kufuzu pia World Cup. Tuanze kwenye kundi A. Ethiopia akicheza na Djibouti. Ethiopia akamkandika ngozi 6-1 Djibouti. Egypt ni mchezo wa baadaye kwenye kundi A, atacheza Sierra Leone, utachezeka saa 4 usiku. Kundi B leo mchezo mmoja tu, Sudani na South Sudan, utachezeka pale saa 4 usiku. Kundi C michezo ilikuwa mitatu leo, Benin akimkaribisha South Africa. South Africa akipata ushindi ugenini wa bao 2-0. Na Nigeria akimkaribisha Zimbabwe. Nigeria akatoshana nguvu 1-1 na Zimbabwe. Sijui shida nini, mastaa wengi. Naweza ikawa na sisi leo ikatuangukia Morocco vile vile. Mchezo mwingine kwenye kundi C ni Rwanda akicheza na Lesotho, dakika 90. Sasa hivi mpira bado kipenga cha mwisho akijalia, bao ni 1-1. Kundi D kwenye kufuzu michuano wa kombe la dunia, Angola alimkaribisha Cape Verde. Angola kina mabululu akakubali kichapo cha bao 2-1 nyumbani. Cameroon ni mchezo wa baadaye, atamkaribisha Libya ndamo tukapo pale saa 4 usiku. Kwenye hilo ni kundi D. Na kundi F, Burundi zidi ya Jamhuri ya wanasema Seychelles, kitu kama hicho. Burundi atakuwa nyumbani pale Bujumbura. Kundi G ni Uganda zidi ya Guinea. Uganda amepata ushindi wa bao 1-0. Botswana atacheza na Somalia ifikapo pale saa 4. Kundi H ni hilo, Tunisia kimkandika kuongoze 2-0 Malawi, na ifikapo saa 6 usiku basi itachezeka michezo ya kundi B ambapo Mauritania atamkaribisha DR Congo, Senegal atamkaribisha Togo. Pia kwenye kundi E Morocco atamkaribisha Tanzania. Kundi G Algeria atamkaribisha Mozambique, na kundi I Comoros atamkaribisha Chad. Hiyo ni michuano ya kufuzu kombe la dunia barani Afrika. Kwa ufupi ni hayo ndugu mtazamaji wa Sanga Media TZ. Sasa tuame Yanga, tukaangalie anga kimataifa. Nusu finali ya Euro Nation League. Hispania uso kwa uso na Ufaransa, Ujerumani uso kwa uso na Ureno. Mchezo Euro National League imeonyesha ina mnyonge. Mchezo wa robo finali Italy na Ujerumani, mchezo ulikuwa tough sana, ngozi 4-2. Huyo Ujerumani na Portugal na Denmark, mchezo ulikuwa tough sana, wakaenda mpaka 120. Spain na Netherlands game ikaamuliwa kwa matuta. France pia na game ikaamuliwa kwa matuta. Sasa tunaenda kutazama kwenye michezo ya nusu finali. France na Spain. Wewe kulako unapeleka wapi hapo kwanza? Aise, unapozungumzia vipaji na unajua mpira sasa hivi unacheza na vijana wadogo kabisa. Na bahati mbaya zaidi au bahati nzuri zaidi wachezaji ambao tunashuhudia wa nyuma hawakupata bahati hii. Sasa vijana wadogo wanapiga mpira mwingi, pesa nyingi. Mpira kidogo, pesa nyingi, amini. Mpira kidogo, pesa nyingi. Mfano tunamshuhudia Lamine Yamal. Kijana mdogo alipiga pasi, alipiga penalty mbovu mwisho. Anaimbwa sana. Unajua? Anaimbwa mno. Kwa hiyo class ya wachezaji wa Faransa na Spain ni kubwa mno. Ndio. Kubwa mno. Kwa hiyo tunashuhudia game nzuri, lakini game inakuja kwa mliwa ni kwa sababu Faransa wanapenda kuja na Spain anapenda kuja. Umeelewa? Faransa wanakimbia, Spain wanakimbia. Huko na Dembele, huko na Lamine Yamal. Wote bado damu changa. Jana Nico Williams hatari sana kwenye michuano ya Euro. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia game, lakini katangu sana itupa kwa Spain. Spain tunaposhika kwenda finali. Spain na kwamba inashoka kabisa. Na Ureno zidi ya Ujerumani. Ureno zidi ya Ujerumani. Ureno amekuwa na bahati sana. Ureno of course anawachezaji wazuri, lakini timu ya taifa iko ina changamoto. Umeona? Lakini sana Ureno na waga na bahati kubwa sana, lakini hata kubwa kwa Ujerumani. Ujerumani ana vipaji vizuri, anacheza mpira mzuri, lakini mwisho wa siku nikiangalia na Portugal anacheza mpira mzuri, lakini unakuta michono mingi anaenda kwa bahati sana. Kuna michono aliyochukuaga nyuma game moja hajafungwa, kina akaenda mpaka Amina alipoteza game zote na Amina akaenda mpaka tu ile kombe. Yaani inashangaza sana. Asante sana. Kwa Ujerumani nampa nafasi Ujerumani mashine. Atakuwa na finali na safi sana. Turudi kwa bwana Karim. Spain na Faransa, nafasi yako unampa nani kwenda nusu finali? Mimi bwana kabisa na Ufaransa naipa nafasi. Ufaransa naipa nafasi kwa sababu ujue Ufaransa ina wachezaji wa maamuzi.
makatili. Makatili. Tunamzungumzia hapo Anthony Griezmann. Ndio. Tunazungumzia hapo Kylian Mbappe. Tunazungumzia viungo akina Rabiot, yani ambao wana knowledge kwa machua. Wanaume kuliko Hispania sawa wachezaji wazuri lakini vilingi vingi sana. Kwa hawana timu ile ya ushindani. Mimi bwana Ufaransa mimi ndio timu yangu naikubali. Na Ureno zidi ya Ujerumani. Ureno na Ujerumani. Sasa kwa Ureno hapo na Ujerumani mizani inafanana. Kwa hiyo nani atatinga nusu finali kati yao wawili? Ureno atatinga nusu finali lakini si kirahisi hivi. Bwana, hii ni Sanga Media TZ, uko na sisi wachambuzi wako. Leo tukiendelea kukuletea michezo inayojiri huko kimataifa. Hiyo ni international break na World Cup qualification ya Afrika. Sasa tunaachana michezo ya kimataifa. Tunakuja kuzungumzia sasa soka letu TFF. Kwanza tuanze na mchezo wa ufumbuzi wa uwanja. Inaonekana soka letu linakuwa kwa kasi, watu watengeneza viwanja, watu wanazindua viwanja, timu kubwa hizi bado zimeng'ang'ania kwa Mkapa. Singida uwanja mzuri tumeuona. Bila mvua tungeendelea kushuhudia game nzuri kabisa zidi ya. Kiufupi mvua iliharibu hali halisi ya mchezo na ukashindwa kumalizika mchezo. Ila kiufupi lengo la mchezo ni kuona uwanja kiasi gani wameutengeneza. Niwapongeze Singida, wamepiga hatua kwa level yao, uwanja wao wametongezea hadhi kwenda kwenye michuano ya AFCON kwa sababu tunaenda ku West sisi hiyo michuano. Wametongezea kitu kwenye ligi yetu. Sasa nirudi kwako bwana Sam. Nikuulize swali moja. Uwezekano wa kujenga uwanja katika vilabu vyetu viwili Simba na Yanga ni shida nini? Kwa nini mpaka leo hajajenga? Na miaka mingi vilabu venye miaka 5-10 wanajenga viwanja, wanacheza kwao. Simba na Yanga wao wanatumia viwanja vya serikali mpaka leo. Unahisi shida nini au mbinu gani watumie waweze kufanya? Of course nilikuwa nafuatilia ligi moja ya Serie A. Nikaambiwa mpaka kuna timu moja kubwa sana kwa Serie A ambayo ni AC Milan. AC Milan mpaka sasa hivi ina uwanja. Sasa nikajaribu kufuatilia Milan na Inter wote wana uwanja ule, ni uwanja wa mashauri. Ni uwanja wa Milan. Inter sasa hivi anao kwake. Anao kwake. Maana waliingia mkataba na AC Milan kwamba watakuwa wanachangiana ili wajenge uwanja. Kwa hiyo AC Milan ikamchangia donation kajenga wa kwake Inter Milan. Kwa sasa hivi nao Inter Milan anamchangia nani? AC Milan anajenga uwanja wa kwake, ule uwanja uachwe. Sasa nikija mpaka Bongo nikapiga tu mpaka Dar es Salaam Tanzania, nikajiuliza kwa nini Simba na Yanga wanakosa viwanja. Nikajua kwamba Yanga na Simba kupata kiwanja inawezekana, lakini timu zetu hizi mbili zimekuwa of course na walaji wengi. Timu mbili ule uwanja wa Taifa umejengwa kwa ajili ya Simba na Yanga, sio, umeelewa? Yaani Simba kwa tukio mle ndani ya mwaka, ni ligi nzima sasa ndio yake ni pato mengi wanaingiza, au Yanga kwa tukio lake pato mengi wanaingiza. Kwa hiyo kuna muda ambao Yanga anapitisha anapitisha mchango wa kujenga uwanja, lakini naenda inakufa. Unashangaa na pia lakini nauliwa, yani ijui inaishia wapi. Wewe unataka kuniambia serikali haihitaji vilabu vina uwanja vyao vina serikali kiamua Simba yangu na viwanja na kuna uwanja wao. Okay. Bwana Karimu unasemaje Ruswa? Mimi bwana, kwa mimi sina uzoefu sana kwenye masuala hayo hapo, lakini inavyosemekana na bwana Simba Sport naye kwamba anatengeneza uwanja wake utakuwa Bunju. Maana washaanza hata kandarasi zishaanza tunaziona. Wana kandarasi pale uwanja fresh. Mmoja nikuulize kwanza hapo. Ule ni uwanja wa training. Ule training lakini au Mwalena. Lakini sitaki bado nitakuwa mwisho kwa mimi wanachokiambia kwamba Simba anajenga uwanja kwa sababu uwanja sawa kidogo. Uwanja ni Tomo Arena. Uwanja wa Simba Sports. Ile si heshima hiyo. Mbona sasa kama Santiago, kwani Santiago unafikiri Bernabeu ni nini? Ile ni jina la kiongozi wa Madrid. Si unanielewa bwana Samuel? Kwa hiyo bado uwanja ni umiliki wa Simba. Unataka Man City isiitwe Etihad Man City. Ngoja nikwambie kitu kimoja bwana Samuel. Mimi ninavyoona, ndugu mtazamaji wa Sanga Media TZ, naona uwezo wa klabu ya Simba au Yanga kutengeneza viwanja
kama vya kina Singida, vya Azamu inawezekana. Inawezekana. Ila kulingana na fans yao base kubwa inahitaji watengeneze uwanja ambao utaweza kuingiza capacity ya mashabiki wao kwenda kutazama michezo yao. Ndio maana wanaanza nao mdogo mdogo. Ndio maana wanashindwa kutumia fedha kwa sababu itahitaji kiwango kikubwa cha fedha. Mimi sitaki kuamini kiwanja kama cha Singida au cha Azam. Mimi naamini mabosi wawili tu wanaweza katengeneza wao hicho kiwanja wakatumia Simba au Yanga. Ila kulingana na uhitaji wao mashabiki wanahitaji uwanja kama kwa Mkapa. Kwa maana mechi zao za kimataifa Real inapokuja watahitaji Simba na Yanga atakapocheza hiyo mechi itakuwa full capacity. Itakuwa inachukua watu wangapi? Ina maana watachukua watu 20,000. Capacity ambayo itaingiza kipato kidogo ambayo yatakuwepo nje ni wengi zaidi. Kwa hiyo wanahitaji, mimi naamini ni muda. Hapana. Muda utakapofika na donation itakapofika. Hivi viwanja wanavyotengeneza Singida nani wanaweza wala wapi pressure. Ila wanachohitaji Simba na Yanga wanataka watengeneze uwanja ambao utakuwa ni mkubwa.